Maafisa wa shirika la umeme mkoa wa Ruvuma wamekutana na wananchi wa kijiji cha Mandinga katika halmashauri ya Madaba kupitia mkutano maalum wenye lengo la kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kulinda na kutunza miundombinu ya umeme iliyopita katika maeneo yao. Mkutano huo umefanyika baada ya kubaini kwamba maeneo mengi yanayopitiwa na njia za kusafirisha umeme hukabiliwa na changamoto ya uvunjifu wa taratibu za usalama na uharibifu wa miundombinu. Akizungumza katika mkutano huo, Injinia Masule Masaga, mhandisi wa usafirishaji umeme mkoa wa Ruvuma na Njombe, amesema kuwa swala la kulinda miundombinu ni la kila mwananchi, kwani usalama wa umeme unaathiri maisha na shughuli za kiuchumi za jamii nzima. Sasa kilichotuleta hapa ni swala zima la ulinzi katika miundombinu yetu hii mikubwa ya kusafirisha umeme. Kijiji chenu ni miongoni mwa vijiji ambavyo vimepitiwa hii njia ya kusafirisha umeme na ni miongoni mwa vijiji 50. Tumeingia makubaliano ya ulinzi kwa sababu miundombinu imepita hapa, na huwa tunafanya kila nguzo inalipwa na pesa zinaingizwa kwenye serikali ya kijiji. Kwa upande wake, Injinia Rebelatus Juma, msimamizi wa njia za usafirishaji umeme mkoa wa Ruvuma na Njombe, amesema kiwango hiko kikubwa cha umeme kinahitaji usimamizi makini na utii wa sheria za usalama ili kuepusha madhara kwa watu na mali zao. Hiyo laini ya gridi ya taifa iliyopita kwenye kijiji chetu ni laini ya msongo wa kilovoti 220, sawa na voti 220,000. Huo umeme ni mkubwa sana, umezidishwa kama mara 1000 kutoka kwenye umeme tunaotumia nyumbani. Kwa hiyo unaweza kuona ni umeme mkubwa kiasi gani. Na ndio maana kwa ajili ya sababu za kiusalama, kwa sababu hizo ndio maana hiyo njia ya kusafirishia umeme ilitengwa, ikafidiwa na ikatumika kwa ajili ya kusafirishia umeme peke yake. Ndio maana shughuli zingine zote za kibinadamu zimezuiliwa kufanyika kwenye eneo hilo, ili binadamu au wananchi wa eneo husika waweze kuwa salama, wasiweze kuathiriwa na madhara yanayotokana na huo umeme uliopita kwenye eneo husika. Lakini pia ili hiyo miundombinu isipobuguziwa na binadamu iweze kuwa salama, iweze kutoa huduma kwa wakati wote. Akizungumza kwa niaba ya wananchi wenzake, kijiji cha Mandinga amelipongeza shirika kwa kuchukua jitihada za makusudi kufika na kutoa elimu juu ya utunzaji na kulinda miundombinu. Kwa mafunzo ya TANESCO na maelekezo tumeyapokea vizuri juu ya utunzaji wa miundombinu ya TANESCO ili iweze kutusaidia na kutulinda tuweze kupata manufaa mazuri. Hususani changamoto kubwa kwenye mafunzo tumepata maelekezo watu tusilime kwenye miundombinu, tusifanye shughuli zozote za kibinadamu zozote zinazoathiri ile miundombinu kwenye ile nguzo za umeme. Na pia hususani tumeambiwa tuwe walinzi, na sisi kama wananchi wa kijiji cha Ngadinda tuko tayari kuungana na TANESCO ili tuweze kufanya ulinzi shirikishi, na yote tutakayemkuta kwenye maeneo yale tutatolea taarifa kwenye shirika husika na hatua zichukuliwe.